Siku nyingine tena ya Jumamosi ikiwa ni tarehe 15 mwezi wa kwanza mwaka 2022. Mwaka wako umeanza vipi? Yale masuala ambayo ulikuwa umeangazia kwamba utayatekeleza siku 15 baada ya kuanza kwa mwaka huu 2022, ushayatekeleza ama bado? Usikate tamaa, lakini huenda ukajaribu lakini bado hujafanikiwa. Kesho ipo na utaweza kufanikiwa. Hata hivyo, mtazamaji, karibu kwenye kipindi chako cha Dawati la Lugha. Ni kipindi ambacho kinakupa nafasi ya kuweza kujifunza mengi tu kwa wewe mwanafunzi ambao unajitayarisha mtihani wako wa kitaifa wa darasa la 8, mwanafunzi vile vile ambao unajitayarisha mtihani wako wa kitaifa kidato cha 4 ili uweze kusajili matokeo bora. Kando na wanafunzi ambao wanajitayarisha kwa matokeo ama mitihani ya kitaifa, mpenzi wa Kiswahili, ni wakati wako vile vile kuweza kujifunza mengi kila wakati, upo katika shule ya msingi, shule ya upili, vyuo vikuu na kadhalika. Kama mzazi vile vile pale nyumbani unayependa zaidi lugha hii ya Kiswahili, tuweze kukitukuza na kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa shwari kabisa. Walimu wapo imara kuhakikisha kwamba wanakupeleka taratibu zaidi kwa wanafunzi wote wa shule za msingi, shule za upili. Ni wakati wenu kuweza kujifunza mengi, lakini kabla tujaangazia ni yapi ambao tutakuwa tukizungumzia katika kipindi chetu awamu ya kwanza, dakika 60 za kwanza, tuweze kuwafahamu walimu wetu hapa. Upande wangu wa kulia, mwalimu, kwa faida ya mwanafunzi, kwa faida ya mtazamaji ambaye anakujua kwa mara ya kwanza, uweze kujitambulisha. Naam, mimi najulikana kama Muhanji Andrew Wekesa. Mimi ni mwalimu wa shule ya msingi ya Binyenya kule katika kata ndogo ya Tongareni. Mwalimu Muhanji Andrew atakuwa anatufahamisha kukoje, lakini hali vipi huku? Hali ni shwari, sijaona neno baya. Rasha mvua tayari, kuna wale ambao washaanza kujitayarisha kupanda, ama hali bado ile tu, joto jingi? Naam, joto kiba ipo, lakini sasa tutafanyaje? Hiyo ni hali ya Mwenyezi Mungu. Ndio mwaka huu, ndio mwaka kuanza tu. Pembezoni kulia bado nina mwalimu ambaye amekuwa hapo kwa muda mwingi tu, atakuwa anakufahamisha ni nani kwa faida yako mtazamaji ambao unamuona kwa mara ya kwanza. Mwalimu Msabai, mtazamaji. Ujambo mtazamaji, mimi ni mkurugenzi wa lugha, na jinsi ujuavyo tena wanasema mwanzo wa ngoma ni lele. Kaa tu mkawa kula, manake ndio ikawa chungu kinatokota kule jikoni. Karibu. Chungu kinatokota, na kweli kitatokota mtazamaji, na chungu ambacho kitatokota kwanza ni chungu cha insha. Mtazamaji, ni insha hipi ndio insha bora? Ndio swala ambalo tunataka kuliangazia leo. Walimu wetu ambao wamebobea na kutopea katika masuala ya Kiswahili wanajua ni alama zipi ambazo unapaswa kuzipata katika insha, uandishi wa insha. Insha hipi ndio bora? Inahitaji viungo vipi ndipo basi iweze kuwa insha bora? Mtazamaji, tunaanzia pale. Mwalimu Muhanji, tuanzie pale. Insha ni nini kabla tujaangazia insha bora, na ni viungo vipi ambavyo vinahitajika ili kuhakikisha kwamba insha inakuwa bora zaidi? Insha ni mtungo wa maneno katika sentensi, na mara kwa mara utapata ya kwamba mwanafunzi anaweza kuandika insha nzuri iwapo atazingatia mtiririko, mtindo katika kuandika insha. Na inamaanisha ya kwamba pia anapojitayarisha kuandika insha lazima ajue mada, aelewe mada kwanza, ndiposa aweze kuandika insha. Aelewe mada, na kuna aina mbalimbali za insha. Pengine mkurugenzi utupeleke haraka tu kwa yule mwanafunzi, kwa sababu mwalimu tayari ashatueleza, mwalimu Mwanji, kwamba insha ni mtiririko wa mawazo. Na mwalimu, aina mbalimbali za insha ndiposa tuweze kuangazia ubora wa insha hizi zote haswa. Ubora wa insha katika insha hizi zote waja tuone na tuangalie na pia tuchungulie kwa jicho la chawa, tuone na kuangalia kwamba insha katika shule ya msingi ni insha ipi ambazo huwa zikiulizwa sana. Manake hapa tunaingia kwenye swali tu, na ndipo hasa ukinipa ruhusa na fursa ya kusema kwamba insha tu ya methali ni insha ambayo ndiyo ya kwanza. Hiyo insha methali ya kumalizia, kuisilisha au kutamatisha, ukipenda kujaliza, yote ni mamoja na ni sawasawa kama sahani na kawa. Na pia tuna insha ile ya mwanzo, wamekuanzia mwanzo uendeleze, insha mwendelezo, kuendeleza tu. Hiyo insha pia huulizwa saidi ya hilo jina. Kando na insha barua ya rasmi na pia ya grafiki,
huweza kuulizwa katika shule ya msingi. Kuna insha nyingi tu, lakini naomba nikome papo kwa sababu anasema papo kwa papo kama ukatajiwe. Tuangalie tu kwamba insha ambazo zinaulizwa sana sana ni hizo insha zinahitaji zitiwe na kuwekwa vipi ili angalau kaweze kufusu na kufaulu kapata alama ambazo umeweza kutarajia. Ni 40 katika shule ya msingi, ni 20 katika insha moja katika shule ya upili. Lakini shule ya upili utaandika 2. Utaandika 2. Naam. Tuanzie pale insha methali. Ndio insha ambao pengine utainiwa zaidi katika shule za msingi na vile vile katika shule za upili. Mwanafunzi amepewa methali. Je, insha hii inapaswa kuangazia vipi na ni viungo vipi ambavyo vinapaswa kuwa pale ili kumfaa mwanafunzi aweze kuandikisha na kujizolea alama zote? Katika insha ya methali utapata ya kwamba unapopewa methali, kwa mfano umepewa methali ya kipya kinyemi ingawa kidonda, itamaanisha ya kwamba lazima ujue maana ya methali. Unapojua maana ya methali itakuwezesha wewe kuandika insha hiyo ya methali ukilenga mada. Na iwapo haujui maana ya hiyo methali, inamaanisha ya kwamba itakuwa ni kama yule mtu ambaye anatafuta paka mweusi kwenye kisa totoro. Lazima ujue maana ya insha, pia uelewe methali ambazo zinaenda methali ambatani ambazo zinafanana na methali ambayo umepewa, na pia lazima utunge kisa kitipitisha methali. Na labda iwapo hautajua maana yake ya methali utakuwa umepotoka. Pale pa kupotoka, kwa sababu unazungumzia kuhusu mwanafunzi kuweza kutufafanulia kwa undani zaidi kwamba methali hii inamaanisha nini, methali sawia na vile kabla ya kubuni kisa. Wakati ambapo mwanafunzi huyu anatufafanulia maana ya methali, je, kuna alama pale? Wakati ambapo anatupa mifano ya methali, je, kuna alama pale? Inakuwaje kwa yule mwanafunzi ambaye pengine hajui maana ya methali lakini ana kisa pale? Pengine tueleze kabla mwalimu vile aweze kuchangia. Unajua kuna tofauti, kuna njia nyingi za kuandika insha hiyo. Iwapo labda anaweza kuwa hajui maana ya methali na anajua kisa kutipitisha methali, anaweza andika hiyo insha akilenga mada ya methali ambayo amepewa. Kwa hivyo mwalimu mkurugenzi, ukishikilia pale ni ukweli usiofichika. Nami niko hapa Chatiti Binitisti, napiga tu mfano wa askari yule kanzu sio kanga. Sasa ikiwa kweli umeweza kupatiwa insha ya methali, nataka niseme mara 1001 kwamba si lazima ueleze maana ya methali. Wewe anza kisa moja kwa moja. Kule nyuma tulikuwa kwamba wakikupatia methali lazima uanze kusema methali hii maana ya nje na maana ya ndani. Ilikuwa kwamba ueleze maana ya nje tu, kipya kinyemi ingawa kidonda, jinsi namna anavyosema mweledi na mwalimu mjuzi katika hali ya uandishi wa insha. Itabidi basi waanze kueleza mbona kipya hiki, kipya kinyemi. Kinyemi ina maana kwamba kipende. Kipya kipende ingawa ni kidonda ni kibaya. Sasa ulipenda nini ambacho kilikuja ukaona kwamba hakikuwa jinsi ulivyotarajia? Sasa ueleze maana ya nje. Ukipatiwa jamala ulipwa jamala, wema ulipwa kwa wema, kwendako mema urudi mema, hakurudi nuksani. Lakini kwa sasa hivi jinsi ninavyosema nawe asubuhi ya Mola Jalali huyu aliyetujalia na kuondolea ajali tukafika na kuwasili salama, nataka kusema kwamba anza kiza moja kwa moja. Kwa hivyo kuna chochote ambacho wamekupa kichwa. Usieleze maana. Atakaeleza pengine kama ana ufahamu. Hakuna alama pale, lakini atakuwa anachangia kufanya yule mwenye anasahihisha kumuelewa zaidi na kujua kwamba ameelewa mada. Lakini alama pale hamna. Alimradi wewe umeanza tu, wamekwambia hapo tu mtoto mlaavyo ndivyo akuavyo. Wewe jinsi utakavyofanya, anza tu kisa jako, buni tu miongoni mwa kijiji ama miongoni mwa wakaaji wa kijiji cha Sango paliishi na
mama mmoja asiyekuwa na mume akabahatika kuwa na mtoto mmoja kamuita sufuria. Endelea tu, alafu kisha utupe alama, hali itakuwa ni nzuri, utapatiwa alama. Lakini ukienda katika kueleza maana ya nje uje maana ya ndani, unanipatia tu mgawana usio kiuni. Unanipatia tu nafasi nijue na nielewe fika kwamba umeelewa. Lakini kisa ndicho kitakacho kuwa na mwanzo, kiunga mwanzo na kiwiliwili, ambapo tena tamati ya mwisho ndio upatiwa alama. Mwalimu Muhanji pale amezungumzia mwalimu kuhusiana na uwepo ama uzuri wa kuanza moja kwa moja kwa kubuni kisa, na kwa wale wanafunzi ambao kwa lugha yetu kujipendekeza kwamba anabuni, kabla abuni kisa lazima angazie mada. Kwa ile mwanafunzi ambaye lazima aweze kufafanua methali, atakapofafanua methali akoseje, mwalimu ana ruhusa ya kuendelea kuisoma insha yake, ama pale alivyoboronga na kuharibu kwa kueleza maana mwalimu anaachia pale? Vile mwalimu Mweledi amesema ni kwamba anapoandika methali, anapotoa maana ya methali na aende nje apotoke, inamaanisha ya kwamba huenda mwalimu akakomea pale kuendelea kuisoma insha hiyo. Lakini kama ameanza na kisa, inamaanisha ya kwamba mwalimu atakuwa na motisha ya kuendelea kusoma insha hiyo iwapo ni insha ya kuvutia. Naam. Kwenye kisa mwanafunzi ashaanza kuandaa kisa ambacho kinafaa kuvutia zaidi na kuweza kumpa alama. Je, katika kisa hiki anapoandika anahitaji kuangazia vipengee vipi? Anapoandika insha lazima asingetie mtiririko. Insha itiririke vyema, pia mtindo wa insha uwe ni mtindo ambao unatiririka, kwa sababu anaweza anza kuandika juu ya harusi. Ameanza kuandika harusi ya kwamba siku hiyo ilikuwa ameiongojea kwa hamu na gamu, kaski ya kelbu kukalia mkia ilikuwa imepisha hodi, alafu anafika mahali anapotoka anaanza kuandika juu ya michezo. Inamaanisha ya kwamba insha yake haijatiririka, na hapo inamaanisha ya kwamba huenda akapoteza alama. Kwa sababu insha yake haijatiririka. Ameanza vizuri, anatoka katika mada, anaenda katika mada nyingine. Anazungumzia kitu mkurugenzi mwalimu Muhanji hapa kwamba mwanafunzi anapotiririsha hadithi ama kisa chake asije akabuni visa viwili ndani ya kisa kimoja. Pengine tuweke sawa pale. Ni ukweli kuna wakati mwingine, unajua, katika hali ya kusahihisha insha na jinsi namna ninavyojua na kuelewa kwa muda huu mchache duniani, sayari hii nambari 3, ni kwamba mwanafunzi anaweza kuwa na masuala mengi zaidi, kaelewa hiyo insha vizuri, maana yake iandika kwa muda mwingi. Lakini sasa anataka tie na kuweka tena yale ambayo pengine anaonekana kwamba ili insha iwe ndefu. Kwa mfano, wamekwambia kwamba wamekwambia faida za miti. Wakati unapoandika faida ya miti, utaandika dawa ya kienyeji, lakini utaanza na matunda pengine na mizizi Sasa utaelewa wazi wakati utakapofika mahala fulani, anza kuelezea jinsi na namna mvua itakapo pengine itafutia mvua pia kunyesha. Sasa pale unazungumzia faida ya miti, lakini pia umekuja katika hali ya anga, nadhani pale haujapotea. Unaweza kutia masuala kama hayo. Lakini hadithi njoo. Leta hadithi hiyo jinsi na namna unavyoielewa. Na kama unaleta visa viwili lakini mwisho vije viafikiane, ni sawa. Unaweza anza mtoto mtukutu, mtundu bin mtukutu, ambaye yaka hayasemwi kwa nyama ya ulimi wala kalamu kwa karatasi. Na ukaleta yule mzuri hata Saidi aliyojina. Lakini ukiwaleta wote kwa pamoja, lazima hadithi zako zote mbili zioane, sishabiane, silandane au sifanane kama riale kwa ya pili. Lakini ikiwa utapotoka tu na ulete mada nyingine pale, bila shaka tutakoma papo hapo, na ndipo utapewa alama chache Saidi aliyojina. Kwa hivyo visa viwili vipasi kivi vyote vile kuangaziwa kwenye kisa kimoja, sio kabisa. Wakati ambapo unapewa methali pale kuna viungo mbalimbali. Zungumzia kuhusu tanakali za sauti, zungumza kuhusu nahau, zungumza kuhusu methali zaidi ndani ya methali, zungumza kuhusu vile vitu ambavyo viungo ambavyo vinahitajika kupamba zaidi insha yako. Tuanzie pale katika shule za msingi. Je, mwanafunzi anapaswa kuvitumia hivi viungo hadi kiasi kipi?
Katika hali ya kutumia viungo katika uandishi wa insha iwe bora na ya kuvutia, inamaanisha ya kwamba mwanafunzi anastahili kutumia misamiati ambayo anaelewa maana yake. Kwa hivyo mwanafunzi mmoja anaweza tumia methali ambayo ama msamiati ambao hawezi kuoana na kisa chake. Kwa mfano unapata ama anapachika maneno ya Kiingereza kwenye insha. Unapata mwanafunzi ameandika niliona, anaandika kama neno Facebook. Facebook na anaandika Kiswahili. Anastahili kutumia kitandazi. Ama ametumia charger. Nilienda nikachukua simu nikaweka kwenye charger. Na anaandika insha ya Kiswahili. Kwa hivyo inamaanisha kwamba lazima aseme simu imewekwa kwenye kimemeshi. Lete kimemeshi tutie umeme katika rununu. Kwa hivyo inamaanisha ya kwamba hajui, kuna maneno ambayo hawezi kuyajua katika hali ya Kiswahili. Kwa hivyo anachukua maneno ya Kiingereza anayapachika kwa Kiswahili. Kwa hivyo misamiati, katika hali ya kutumia misamiati katika insha, inamaanisha ya kwamba lazima mwanafunzi ajue msamiati huu unamaanisha nini, ndiposa aweze kutumia katika kupamba insha yake. Amezungumzia kitu hapa, mkurugenzi amezungumzia kitu kuhusu mwalimu Muhanji hapa kuhusu misamiati. Kuna baadhi ya wanafunzi wakipata nafasi ya kushambulia kwa makombora ya misamiati, watakwenda pale kwenye kamusi watafute kila jina, kila neno ambalo ni tofauti na jina la kawaida, maneno la kawaida, msamiati, makombora ya misamiati kwenye insha. Je, yanaongeza alama kivyovyote vile ama ni kupotoka tu? Ni kiamba jengo. Msamiati kwanza kabisa, ewe mwanagenzi na mwanafunzi ambao unatufuata na kufuatilia vema, ukipata, ukiona na hata ukiangalia, sisi tunaposema tunanena tu masuala tu na maneno ya kawaida, hatuweki msamiati mizito hata zaidi. Mbona wewe utumie msamiati? Lakini nataka ushikilie neno hili, kila neno analoandika mwanafunzi ni msamiati. Msamiati ni neno lolote lile utakalo litumia. Hata ukisema mama ni msamiati. Lakini sasa waja tuangalie msamiati wa juu, msamiati wa wastani na msamiati wa chini. Na pia maneno ambayo nayatumia, kuna takuzi, kuna tatabani na kuna tadunishi. Je, unadunisha, umetatabani ama umetakuzi? Sasa ikiwa umetumia msamiati wa juu sana, endekawa hautaeleweka. Manake yule ambaye anakusahihishia pengine kajua, kaelewa, lakini hautakuwa umelenga ujumbe. Mimi mwenyewe nikija kwako ama kwenye darasa ama niingie pale kwa rideni na niseme lugha ya juu zaidi, tumie msamiati ambao hautauelewa, nitakuwa nimejisemesha mimi mwenyewe. Sasa mwanafunzi, ni afadhali usitumie makombora ya misamiati. Na pia lugha shuka, amesema neno moja pale. Amesema kwamba mambo ya Kiingereza, maneno ya Kiingereza kwenye Kiswahili, kuna kama unadohoa safi, japo kwamba usidohoe zaidi, lakini kama pia haujalijua na uweke katika mabano pia inakubalika. Lakini ni vema na afadhali utumie neno ambalo unalijua, umelifanyia utafiti na pia umeuliza wajuao, itakuwa ni vizuri. Lakini msamiati wa wastani ni msamiati mzuri sana. Usitumie msamiati wa chini sana na usitumie msamiati wa juu sana. Msamiati wa wastani, msamiati bora, insha bora. Sijui kuna tofauti ipi mwalimu Muhanji iliyopo uandishi wa insha haswa kabisa, bado tukizingatia uandishi wa insha za methali, mwanafunzi wa shule ya msingi, mwanafunzi wa shule ya upili, tofauti inatokea wapi haswa katika uandishi wa insha hii? Ya tofauti kati ya mwanafunzi wa shule ya msingi na mwanafunzi wa shule ya upili, utapata ya kwamba wanafunzi wa shule ya msingi wanapenda kutumia methali ya misamiati ya hali ya juu, vile mweledi wa Luka amesema, wanapenda kupachika methali nyingi katika insha ndiposa wapewa alama. Lakini utapata ya kwamba katika shule ya upili labda mwanafunzi anatumia tu maneno ya kawaida na pia hawezi kupachika methali mingi katika insha. Kwa hivyo anaandika tu insha ya kawaida, si kama mwanafunzi wa shule ya msingi ambaye anataka lazima ayatafute maneno kwenye kamusi ili aweze kutumia katika insha
ili aweze kupata alama nyingi. Insha mdokezo, mwalimu mkurugenzi, ulizungumzia zaidi kuhusiana na insha mdokezo. Pengine tuingie ndani kidogo. Insha mdokezo ni insha gani na mwanafunzi anapaswa kuiangazia vipi insha hii ya mdokezo, mkurugenzi? Kwanza kabisa wamekutogezea kitu fulani, wamekuanzia swala, wazo. Kila mtu ana lake moyoni kama si kichwani sasa hivi. Hilo ndilo wazo. Sasa ikiwa wameanza wazo, kwa mfano wamekuanzia insha, kanisa la Mtakatifu Ludovico lilionekana limejaa hadi pomoni. Kasisi akasikika akisema, alafu wakaweka alama ya dukuduku. Wewe kwanza isilisha au jaliza hiyo sentensi. Usianze tu ufungue uanze ipara yako. La hasha. Wewe malizia kwanza mdokezo huo, umalizie hiyo sentensi hadi mwisho. Hatimaye kuja ufungue katika ibara yako. Kasisi alisikika akifyoka, wewe sema tu Bwana awe nanyi, na bila shaka tulimjibu awe pia nao. Alafu utakuwa umemaliza pale. Alafu njoo uanze kutueleza na kutuelekeza kwenye kanisa kulikuwepo nini. Usianze kutueleza watu walikuwa wamejaa hata saidi, hata wewe ukakosa pa kuketi. Mdokezo wamekutogezea kwamba wamejaa hadi pomoni, na maana wazi kwamba walikuwepo. Insha mdokezo ni insha ambayo inahitaji ni wazo la mwenzako. Sasa wewe uendeleze wazo la mwenzako. Ni insha ngumu sana. Na hiyo ndio insha pia rahisi zaidi ya hilo jina, manake ikiwa umeweza kusoma kisa chochote tu unaweza kubuni. Insha mdokezo, insha ya wazo, insha ya kuweza kuweka sasa viunzi sasa. Si insha ambayo utaendelea moja kwa moja. Hii inahitaji basi ujipange, manake mambo bila mpango huingia mchanga. Mambo bila mpango huingia mchanga. Kuna swala ambalo amezungumzia mkurugenzi kwamba cha kwanza ama la kwanza ni kuhakikisha kwamba unatamatisha katika aya ya kwanza mdokezo ule. Kwa mwanafunzi anayeachilia tu kwamba anaanza kubunikisa pengine kabla ya kutamatisha ule mdokezo wa kwanza, mwanafunzi kama huyo anapoteza alama. Vile mweledi wa lugha amesema ni kwamba insha inapoanzwa, mdokezo wa insha ambapo insha imeanza na tayari mwanzo huo unastahili kuhitimisha, ndiposa uanze kutunga sentensi nyingine. Lakini iwapo wewe utauachia pale na uanze kutunga kisa chako, inamaanisha ya kwamba hapo hautakuwa umelenga mada kikamilifu, na mtiririko wako utakuwa ni kama unaenda kando na insha ambayo ungeweza kuiendelesha. Iwapo umeambiwa vile mweledi amesema ya kwamba insha imeanza, umeambiwa tu vizuri walijaa hadi pomoni, lazima wewe uendelee. Ama wamesema ya kwamba siku hiyo nilikuwa nimeiongojea kwa hamu na gamu, kaski ya kelbu kukalia mkia ilikuwa imepisha hodi. Naam. Pia wanapoweka vile alama za dukuduku, inamaanisha kwamba lazima uendelee. Kitu gani ambacho kilifanyika, na iwapo siku hiyo ilikuwa imeongojewa kwa hamu, ni kitu kipi ambacho kilifanya siku hiyo ikaongojewa kwa hamu. Kwa hivyo mwanafunzi anapoteza alama kwa kuendelea kwa kutunga kisa kingine pasipo kumaliza sentensi ambayo imekuwa sentensi ya mtokezo. Kwa hivyo bwana mkurugenzi ameshazungumzia hilo. Hebu tupeleke kiutaratibu vile viungo vile vinavyohitajika haswa katika masuala ya insha mdokezo. Je, mwanafunzi anapaswa kutunga kisa kipi ambacho kitaoana na mdokezo, na vitu vipi ambavyo anahitajika kuangazia zaidi anapoandaa insha hii? Kwanza papo umekonga ndipo ima faima, wakati ambapo umesema kwamba aendeleze hiyo insha ambayo ameweza kupatiwa. Mdokezo ule ambao ameweza kupatiwa manake ni kiza. Wewe wamekuelezea tu, wamekuanzia safari. Sasa wewe ni kuendeleza. Waje tuangalie, manake tunazungumzia insha bora, na ni bora zaidi hilo jina. Hatutaki kusema dosari, taksiri au makosa yale ambayo wanayafanya. Sisi tunataka tuseme tu katika ubora na tuboreshe zaidi. Moja, sarifisha sentensi iwe sanifu. Sentensi utakayoitumia isiwe sentensi mtarakanyo. Kwa mfano, huyo mwalimu anakuja. Ukisema huyo mwalimu anakuja, hiyo si sentensi sahihi. Ni sentensi mtarakanyo, sentensi ambayo inapatikana katika darasa la 6.
sentensi ambayo imejichanganya, imeanza na kiashiria. Huyo mwalimu anakuja, utaona kwamba si sentensi vema. Sasa tumia sentensi sahihi, sentensi isilifu. Nambari 2, tumia sentensi fupi, hata ikiwezekana fupi zaidi ya jina. Usiweke sentensi refu sana. Tumesema kwamba tutie na tuweke nini? Viungo wamesema, na mimi narudia, tashubiha au tashubihi ndiyo inayoharibu zaidi katika shule ya msingi. Lakini ikiwa umejua na muelewa tashubiha hizi ni gani na unaitumia vipi, itakuwa ni vizuri. Wengi wameshika tashubiha nyingi. Kwa mfano, ameweka tashubiha biabia sawajadi kwa wajedudi, hasikumlazimisha kiwete kupara mti walipochadi chadidi au labora, bila shauku kuwa ada ya mcha hunena mungwana ni kitendo. Ameweka methali vizuri, ametumia hiyo tashubiha vizuri. Ikiwa umeweza kushika na kushikilia vizuri mambo haya kana kwamba ni Injili takatifu, weka tu, lakini usiweke nyingi zaidi, manake sana ikisiti sana huwa mbaya sana. Kwa wanafunzi wa shule za msingi bado wanaruhusiwa kutumia pengine tofauti pale mwalimu, kwa sababu wale hutumia sana, sijui mbona wanapewa nafasi hiyo. Unajua watoto hawa sijui mbona, unajua itabidi tu na italazimu tuseme kwamba insha bora ni mawazo yako. Kutia na kuweka viunga ni ile tu, ni kama mtu anaomba na hatimaye aseme kwamba tujitakase twende mbele. Wewe ndio ulikuwa unaomba, mbona unataka pia tu? Sasa ina maana wazi umefika mahala katika mawazo yako, na pia umeanzia kila mtu unataka kuweka yale ambayo si yako na si yangu. Yani umeweka hiyo tashubiha. Sasa tashubiha huongeza idadi ya maneno, na pia usipotumia tashubiha vizuri itaweza kutoa katika mada. Manake utakuwa umeweka tashubiha ambayo haijalenga vema. Sasa ikiwa insha yako ni bora, tashubiha siwe chache, sisiwe zaidi ya hilo jina. Lakini tamadhali za lugha zote unaruhusiwa kuweka, hata ukiwa katika shule ya msingi, shule ya upili, unakubalika kuweka, lakini usiweke zaidi ya hilo jina. Lakini wanapenda zaidi katika watoto hawa, wanapenda sana tashubiha. Na kama insha yako ni bora na umeiandika vizuri, lenga maneno 6 na zaidi sentensi, usikuwa ukiandika sentensi refu zaidi. Manake kama ni insha methali, hebu soma hiyo methali juu, asiyesikia la mkuu uvunjika guu. Wana hayo maneno hayajapita 6. Hakuna methali imepita maneno 6. Sasa mbona wewe uweke kichwa maneno 6? Kuna mahala tulisahau. Insha inahitaji iwe na kichwa. Manake umekupatia mdokezo, hebu angalia unaongelea juu ya nini. Insha mdokezo uweka kichwa. Kiingereza wacha kichwa. Lakini ikiwa wewe umeweka Kiswahili kingi, sitaki kusema Kiswahili manake mtu akisema kwamba toa hapa Kiswahili chako, utakuwa anakuambia kwamba toa hapa uongo. Watu wengi wamesema kwamba Kiswahili ni uongo. Ikiwa mwanafunzi umeweza kuandika insha yako, na pengine hii insha ambayo tunaisema na kunena wakati huu, umeweka methali, umeweka tashubiha, umeweka yani fani za lugha hizi zote, nataka uelewe neno moja. Kila ibara yako iisilishwe na iisilishwe na methali, ama iisilishwe na semi, ama iisilishwe hata na kitendawili. Pia unaweza kuweka kwa kitendawili. Unaweza pia weka fumbo. Mbona hautaki kuweka hata mafumbo katika uandishi? Kwa mfano, tuliwasili papara kwa hofu na gamo, tukihofia kuwa tunaenda kuokoa mali iliyosalia. Kufumba na kufumbua, mwenye mwata hakuwa na furaha wala braha. Alijiasooza kama tanzu za biti, kisha akabusu sakafu bila matarajio. Ndani kwa ndani nilijawa na furumaichi, tumai na hamaniko, mwili ukakufa ganzi na nikakuwa sawasawa na maiti mbichi. Ama kweli Mola kasema niombe nikupe na yachapo yapokee. Mtu upokea tu ajaliwalo si atakalo. Ule uchungu ulikuwa tu kama uchungu wa kifaranga katikati mwa makucha ya mwewe. Ni uchungu ulioje? Wewe utakuwa umeuliza swali. Sasa isilisha tu, na ukisilisha hali itakuwa nzuri. Unajua mwalimu Muhanji, nimeangazia ama nimeangalia wakati ambapo mwalimu alikuwa anazungumzia swala hili. Kuna swala vile vile kuhusu mdokezo. Kuna mwanzo mdokezo na kuna kutamatisha mdokezo. Kuna wale wanafunzi ambao wakati mwingi hubadilisha mdokezo, kwamba amepewa mdokezo anatafuta mdokezo wake basi ili iweze kuwa wake, ama amemalizwa ama amepewa mdokezo wa kumalizia, hamalizii na ule mdokezo. Je, tuanzie kwa huyu mwanafunzi ambaye amepewa mdokezo kuanzia, anapaswa kumalizia na huu mdokezo baadaye ama inakuwaje hapo? Lazima anapopewa mdokezo lazima awe makini sana,
kwa sababu sasa hapo ndipo tuliposema pale awali ya kwamba mwanafunzi anatunga visa viwili ndani ya kisa kimoja. Kwa hivyo anapopewa mtokezo lazima pia naye asingatie ya kwamba aendelee na huo mtokezo ili aweze kutunga kisa chake na kisa chake kitiririke. Na pia anapopewa ile sentensi ya kumalizia insha yake, anapotunga kisa na kisa chenyewe tumesema ya kwamba lazima kiwe na mada. Anapoweka mada lazima ahakikisha ya kwamba anazingatia mada ambayo ameiweka pale juu. Na pia anapomalizia insha yenyewe inafaa afanye nini? Ahakikisha ya kwamba anatumia ile sentensi ya mwisho ambayo alikuwa amepewa ili aweze kutimisha insha yake. Naam. Pale mwanzoni tu mkurugenzi, kuna swali ambalo mwanafunzi anauliza hapa kwamba ikiwa kwa mfano amepewa mdokezo na pengine andike mada ambayo kulingana na mwalimu kwamba mada yake imepotoka kabisa, sijui utaandika mada ipi ama inafaa uteue mada kivipi ya kuweza kuoana na mdokezo huu? Sijakupata vema. Kwamba kwa mfano amepewa mdokezo na pengine mada itofautiane kwa njia moja ama nyingine na mdokezo huu. Je, mwanafunzi huyu ataadhibiwa? Ndivyo. Tena zaidi. Na mbona sasa aandike mambo yasiyoshabihiana? Ataweza kuadhibiwa. Lakini insha kuanzia mwanzo kilele mama hadi kule chini zaidi, wataona kwamba huyu mwanafunzi ameweka kichwa, ameandika insha, ametiririka, ameweka mtindo, sarufi hijai, wataona mambo haya yote. Lakini wakati sasa wamekata pia wametoka ndani, tena watakuja kukata alama nyingine ya kupotoka. Sasa tunaona kwamba atakuwa amebaki, hata kama ni pesa atakuwa ni na chache zaidi. Naam, sasa kweli ataadhibiwa. Tumezungumza kuhusu kubuni kisa na kadhalika. Na hapa pengine ndio kuna matatizo. Kuna baadhi ya insha ambazo hazihitaji mwanafunzi sasa kubuni kisa. Na wale wanafunzi uhakikisha kwamba hata kama insha sio kubuni kisa, lazima atakibuni kisa. Tuzungumzie insha ya barua rasmi na barua ya kirafiki. Pale wanafunzi vile vile ubobea na kutopia katika kubuni visa. Tuangazie barua insha hizi mbili. Masuala yapi yanayopaswa kuangazia kabla mwanafunzi aanze kubuni visa? Katika hali ya kuandika insha ya barua utapata ya kwamba wanafunzi wengi huwa wanapotoka, kwa sababu huwa wanakanganywa, hawaelewi insha ya barua rasmi na insha ya barua ya kirafiki. Na lakini hapa lazima ufuate mtindo, na unapokosa kufuata mtindo hapo lazima utaadhibiwa. Kama ni barua rasmi, hakikisha ya kwamba kuna anwani mbili. Anwani ya mwandishi upande wa kulia pamoja na tarehe, alafu anwani ya mwandikiwa upande wa kushoto chini bila tarehe, na lazima iwe na mtajo. Kwa hivyo utapata ya kwamba barua lazima ufuate vipengele ambavyo huwa vinashughulikiwa katika barua. Lazima anapoandika anwani, anaposonga pale chini lazima awe na mtajo na pia awe na kiini cha kuandika barua, kwa sababu kuna tofauti ya barua ya kirafiki na barua ya rasmi. Utapata ya kwamba mwanafunzi anakanganywa, badala ya kuweka sahihi kwenye barua rasmi anaweka sahihi kwenye barua ya kirafiki, na utapata ya kwamba wanafunzi wengi huwa wanakanganywa. Lakini katika barua ya kirafiki lazima uwe na ile salamu. Lazima tuwe na salamu, tuwe na kiini cha barua, alafu pia tuwe na matarajio, alafu pia tuwe na tamati. Na katika barua kirafiki rasmi utapata ya kwamba lazima mwanafunzi azingatie anwani mbili, mtajo, pia kuhusu nini, anaandika kuhusu nini, minti au mintarafu, ni sababu ipi ambayo inamfanya kuandika barua. Kama ni kuomba nafasi katika kidato cha kwanza, lazima atipitishe, na vile mweledi amesema pia mada kuhusu ile sababu ya kuandika insha ya barua, lazima maneno yake yasizidi maneno 6. Kwa hivyo utapata ya kwamba ni vigumu sana wale wanafunzi ambao hawajasikiliza vizuri mwalimu anapofundisha kuelewa tofauti ya barua ya kirafiki
na barua rasmi. Naam, ndivyo hivyo mwalimu. Viungo pale pale kwa viungo vya barua vile vile. Wanafunzi wa makombora ni wale wale, wanafunzi wa mishale, methali, tena kali za sauti na kadhalika ni wale wale, hata kwenye barua rasmi, hata kwenye barua ya kirafiki. Tuwasaidie wanafunzi kama hao, wanahitaji kuangazia nini haswa ili kuzoa alama zote, kwa sababu amezungumzia mwalimu hapa kuhusu muundo, na muundo wa uandishi wa insha ya barua ni tofauti zaidi na insha mdokezo, insha methali. Pengine umweke pale mwanafunzi aweze kufahamu. Ni ukweli usiofichika. Manake mwalimu wakati ambapo amekuwa akituletea tu moja kwa moja, nimekuwa nikifurahikia kabisa, manake katika uandishi wa barua, kumbuka ni wazo lako tu ambalo umeweza kutia na kuweka pale kwenye karatasi. Na wakati ameanza na neno rasmi, wewe angalia neno barua rasmi. Wewe unamwandikia yule aliyekusidi, na mbona uanze kwa salamu? Yeye kasalamiwa. Sasa itabidi wewe uanze tu na ulenge lengo, na si refu zaidi ya hilo jina. Ingaa pia tunahesabu ipara siwe ngapi. Ipara ya kwanza ufunguzi, ipara ya pili kiini, ipara ya tatu mtokezo, ipara ya nne umetamatisha. Swali linakuja tu kwamba andike mkono wa yamini ama mkono wa shimali pale chini kuweka sahihi yake akitamatisha. Wengi wanaangalia kwamba ni mkono wa yamini, nikimaanisha kwamba mkono wa kulia, sijui ama kucheka, the right hand. Alafu kule chini sasa ndipo atakapoweka sahihi yake ya mwisho, na mwingine ataweka tena mkono yule mwingine. Lakini mimi nina wazo langu ni kwamba weka katikati hapa pia. Ukiweka tu katikati pale hamna shida. Lakini kumbuka kuandika majina yako yote matatu pale chini, upike mstari kwanza alafu uisilishe. Wakati umeandika, umeweka sahihi, umefanya nini, andika pia majina yako pale chini alafu pia upige mstari. Na wakati nimeangalia pale, wakati mwalimu amekuwa akijaribu kueleza na kunielekeza jinsi na namna ya kuandika barua rasmi, kweli tumegonga ndipo imafaima. Wengi wanajua mkombora, msamiati mwingi saidi, weka hata mzito, lakini jua umeandikia nani. Usianze kuja tu na maneno sasa yoyote tu pale unaweka mengi, hapana. Tunataka tu ujumbe, ulenge lengo, utiririke vema na uwe kwenye mada. Unaomba nafasi ya kazi, mbona uingie ndani uanze kutuelekezea mambo ya hali ya hewa? Wewe mwenyewe omba tu kazi. Hata kama utafanya kazi hiyo, unajua ukiomba kazi bwana Palinyanga, wakikwambia usiku saa 6 utakuwepo, naambia mimi kwanza nimewaifanya hata saa 8. Lakini sasa wewe weka yote tu alimradi umepatiwa kazi. Manake kazi balaa. Sasa wewe umeitiwa kazi, itakuwa vipi? Itabidi tu kubali. Lakini insha ya tuseme sasa barua ya kirafiki. Rafiki mwandani si mwa nje. Sasa ni mtu ambaye utasema lenye liko rohoni kama si kichwani. Sasa wewe una nafasi ya kutamba. Wewe anza kololote, kwa mfano, na situma na usipokee salamu hizi ribo toka kwangu, hali nilipo ni buheri wa afya. Wewe anza mambo kama hayo, manake umeanza kwa kusabai. Sasa wewe utaandika vema, lakini soma swali kwanza. Soma swali. Swali inasema nini? Mwandikie rafiki yako aliyekuacha akaingia kwa shule nyingine barua. Soma swali kwanza. Manake swali si rafiki tu. Unajua mtu akwambia kwamba barua ya kirafiki, anaanza rafiki wako yule wa nyumbani na ataanza kuandika tu. Hapana, soma swali. Swali linasema namna gani? Rafiki wako aliyekuacha kutoka katika shule, ama mwandikie rafiki wa shule nyingine, kumweleza na kumwelekeza matokeo mema katika matokeo bora kwenye shule yako, ama jinsi unavyoendelea. Sasa wewe soma swali, alafu pale utakuwa umelenga lengo. Urefu wa aya, na hili ni swala ambalo wengi wanazungumza zaidi kuhusu hoja, kwamba kila hoja kwenye aya. Je, tukizungumza urefu wa aya katika uandishi wa insha hizi zote, mwanafunzi anapaswa kuangazia urefu upi haswa? Urefu katika insha ya barua hasa huwa tunakuwa na mara kwa mara wanafunzi huwa wanahitaji kuandika kurasa 1.5.
Naam. Ukurasa mmoja unusu. Mwalimu, tamatishe mkurugenzi, tumezungumza mengi kuhusu insha mbalimbali, pengine la kutamatishia upande wako kabla mwalimu vile aweze kutamatisha upande wake, mwanafunzi kiujumla tu akitaka basi kuhakikisha kwamba anavuna matokeo bora katika insha, kumalizia tu anahitaji yapi? Na kweli inabidi na inahitajika basi na wewe mwenyewe ujue mwanafunzi kwamba swali limesema namna gani, na wakati swali limekuhitaji wewe uandike insha yoyote na umeelewa swali, anza kwa mwandiko mzuri. Weka kichwa katika insha, andika sentensi fupi si refu zaidi, weka tamadhali za lugha, zingatia kila hoja iwe katika ibara yake. Kuna njia mbili za kuandika ibara: ibara ya kuruka laini moja na ibara ya kukata nusu ya laini. Pia inakubalika. Wewe andika ukijua na kufuata vidokezo vyako ambavyo umeviandika kule pembeni, kisha kata mshororo au mstari ndani katika vidokezo vyako. Ikiwa insha yako utakuwa umeisoma vizuri kwa kuieleza na kuelekeza jina namna ambavyo umeweza kuulizwa, mimi nataka nikuulize swali moja. Wewe umeandika insha, umetamatisha, ukapeleka bila kurudia tena kuisoma, na kama kuna taksiri, kama kuna kosa, na kama umeweza kuruka maneno mengine na ama umewacha nukta nyingine, itakuwa vipi? Pitia tena katika insha yako kwa mara ya mwisho, ndipo uweze kusanya karatasi. Tunajua kwamba wakati ni dawa si adawa, tunachunga usituendee pecha, na ndipo hasa pecha ni muvange ni shoro bini shoto. Wengi wamepiga mfano soksi ya kiwete, mimi nasema la hasha, mambo ndio hivyo. Kangaja huja na huwa yasiokuwa na yakija na kuwa basi twala nyumba ya mbacha. Wewe ndiwe mwanafunzi, sisi unatuelekeza tu katika mawazo yako na tunasahihisha. Penda insha, soma vitabu vingi, pata maarifa na hali itakuwa nzuri tena saidi ya jina. Mwalimu, malizia upande wako ili tuweze kutamatisha. Mimi ninapoona ni kwamba mwanafunzi anapotaka kupata alama nyingi na nzuri, lazima asingatie ambayo mwalimu amesema. Kama ni insha ya barua, aanze na, kama ni rasmi, asianze kwa kusalimu. Alenge tu mada, alenge madhumuni ya methali, kwa nini ya insha, kwa nini anaandika kuhusu nini. Na pia vile mwalimu amesema ni kwamba mwanafunzi lazima hakikishe anabuni kisa ambacho anaelewa, na pia asipotoke. Na anapokosa kupotoka, inamaanisha ya kwamba atakuwa mwanafunzi ambaye atafanya vyema na pia atapata alama nyingi, na sitamwezesha yeye kupita somo la Kiswahili kupitia insha. Na pia huyu mwanafunzi itamaanisha ya kwamba inambidi asome vitabu vya hadithi mara kwa mara ili aweze kuboresha lugha yake. Naam, mwalimu, najua una vitabu vingi na pengine kuna mwanafunzi ambaye anauliza, je, nitapata vipi kuzungumza na mwalimu mkurugenzi? Kama vitabu vyake vipo nitavipata vipi? Njia mwafaka kuweza kuwasiliana nawe, pengine kwa mwanafunzi ama mzazi pale nyumbani, anaweza kukupata vipi? Wewe ingia kwenye mtandao wa kijamii, andika tu mkurugenzi wa lugha, tunapata kwenye Facebook, au piga simu 07271478. Bila shaka utakuwa umenipata. Na pia vitabu ni vingi sana, wewe mwenyewe ukiitisha tu utaweza kupata na hali itakuwa tena nzuri zaidi. Asante sana mwalimu mkurugenzi. Mwalimu Muhanji, mwanafunzi, mwalimu anataka kuwasiliana nawe, atakupataje? Atanipata kwenye nambari ya simu 0702712967 0702712967. Mtazamaji, ni saa 5 kamili saa zetu za Afrika Mashariki. Kipindi cha Dawati la Lugha kinachukua mapumziko japo kwa dakika chache tu. Tukirejea katika awamu ya pili, bado kuna mengi ambayo tutakuwa tukiangazia. Mkurugenzi tutakuwa naye papa hapa tukiendeleza masuala mengi, nikitumaini masuala ya fasihi tukiendelea na mkurugenzi.